Shalom. Huenda umekuwa ukiomba kwa muda mrefu sana, huenda umekuwa ukifunga na umekuwa ukiomba labda juu ya kazi, juu ya mchumba, juu ya ndoa, juu ya mahusiano, juu ya biashara, juu ya mtaji. Umekuwa ukiomba vitu vingi sana, lakini bado haujapokea vile vitu ambavyo ulikuwa umeviomba. Lakini siku ya leo nimekuja na habari njema kwamba kuna ishara ambazo utakapoziona kwenye maisha yako, ujue kwamba yale maombi ambayo ulikuwa ukimwomba Mungu, majibu yake yamekaribia kuweza kutoka. Leo nitakutajia ishara ama dalili kubwa 8 ambazo zinaonyesha kwamba Mungu anakwenda kuyajibu maombi yako. Nakaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuonyesha kwamba kama dalili hizi unaziona kwenye maisha yako ya kwamba Mungu anakwenda kujibu maombi yako, ni jambo gani unalotakiwa kulifanya, ni kitu gani unachotakiwa kukifanya. Kwa sababu unaweza kuwa unaziona dalili hizi za kwamba Mungu anakwenda kujibu maombi yako, lakini bado muujiza wako unaweza usiufikie kwa haraka. Unaona pia hata kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 14:44, Elia aliona wingu dogo kama mkono wa mtu, na alipoona wingu lile akamwambia mfanyakazi wake ya kwamba nenda kamwambia mfalme Ahabu aondoke, maana kuna mvua nyingi inakuja. Elia aliweza kugundua kwamba kuna muujiza wa mvua unakuja kabla muujiza hujafika. Kwa nini? Kwa sababu aliona dalili za wingu. Kwa hata dalili hizi zinaonyesha kwamba Mungu anakwenda kuyajibu maombi yako. Ule muujiza ambao ulikuwa ukiomba kwa muda mrefu kutoka kwa Mungu, basi unakaribia. Hongera. Sasa ninapokwenda kuonyesha dalili ya kwanza, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya kuhusiana na maombi uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike sana. Mungu akubariki sana. Sasa dalili ya kwanza inaonyesha kwamba Mungu anakwenda kuyajibu maombi yako ni kama unaomba na unavyozidi kuomba ndivyo vita inavyozidi kuwa kali kwenye maisha yako. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 6:6 inaonyesha kwamba Hana alipokuwa anazidi kumwomba Mungu kwa habari ya kupata mtoto, ndivyo Penina alipokuwa anazidi kumcheka. Penina alikuwa anazidi kumchokoza kila siku. Yaani anavyozidi kumwomba Mungu kwamba Mungu naomba nipatie mtoto, ndipo mke mwenza mmoja aliyekuwa anaitwa Penina alikuwa anamzidi kumcheka Hana ya kwamba Hana ni tasa, Hana hazai. Unaona? Hana anazidi kuomba lakini uchokozi unazidi kuongezeka kwenye maisha yake. Hata wewe ambaye uko siku ya leo mahali hapa, inawezekana unaomba kuhusiana na umaskini. Mungu naomba unisaidie juu ya shida hizi. Mungu naomba unisaidie juu ya umaskini huu uweze kuniachia. Unapozidi kumwomba Mungu kwa habari ya umaskini, ndivyo uchumi wako unavyozidi kuwa mbaya. Unapozidi kumwomba Mungu kwa habari ya ndoa yako iweze kutulia, unamwambia Mungu, ndoa hii inasumbua, mwanaume huyu anasumbua, mahusiano haya yanasumbua. Unapozidi kumwomba Mungu, ndipo unapozidi kuona yule mwanaume anazidi kukusumbua, ndipo yule mwanamke anazidi kukusumbua. Yaani kana kwamba yale maombi yanakuwa yanazidi kuzidisha vita. Ni kana kwamba vile unavyoomba haufanyi kitu chochote, ni kama unachochea vita. Sababu katika ulimwengu wa kiroho wachawi wanakuwa wanaweza kuangalia kwamba huyu dada amekaribia kupata ndoa, huyu kijana amekaribia kupata mtaji, huyu binti amekaribia kupata biashara. Kwa wanachokifanya wanazidisha vita kwenye maisha yako ili wewe uweze kukata tamaa, ili wewe usiweze kuendelea kuomba, ili uweze kukosa ule muujiza ambao unakuja kwenye maisha yako. Shetani sio mjinga, wachawi sio wajinga. Wanazidisha vita sehemu wanapoona unataka kutoka. Wanaona wamekuweka mateka kwa muda mrefu sana kwenye hicho kifungo. Wanaona wamekushikilia kwa muda mrefu sana kwenye hicho kifungo. So siku leo wanaona kama unataka kutoka. Kwa wanazidi kuzidisha vita. Vita inazidi kuwa kali. Watu wanakuchukia, watu wanakusema vibaya. Unapozidi kumwomba Mungu aweze kukupa kibali mbele za watu, Mungu aweze kuzidi kukupa kibali kule ofisini unakofanya kazi, ndivyo bosi anavyozidi kufokea. Hii inamaanisha muujiza wako ule unaoomba umekaribia kuupata siku ya leo. Sasa dalili ya pili ambayo inaonyesha kwamba maombi yako yanakwenda kujibiwa ni pale ambapo unapata amani ya ghafla. Yaani tatizo bado halijaisha, tatizo bado halijaondoka kwenye maisha yako, lakini ghafla unajisikia tu amani. Baada ya kuomba unajisikia tu relief. Baada ya kuomba unaona ni kama umetoa mzigo mzito ambao ulikuwa umeuweka ndani yako. Unapoona hivyo, ujue maombi yako yanakwenda kujibiwa. Yaani tayari katika ulimwengu wa kiroho kuna kitu ambacho kimekwisha kufanyika tayari. Huenda katika macho ya damu na nyama bado hakijaanza kuonekana. Matatizo bado yanabaki kuwa vile vile, kutokupata kazi kunabaki kuwa vile vile, kwa sababu roho yako ama yule mtu wa ndani anajua ni kitu gani ambacho kimekwenda kufanyika kupitia ile maombi uliokuwa unayafanya. Unajikuta ndani yako unasikia amani. Tatizo liko pale lakini bado unajisikia amani. Wengi ambao tuko mahali hapa, wengi ambao tumeomba vitu vingi ambavyo tulikuwa tunahitaji kutoka kwa Mungu, wengi wana experience ile hali ya kupata amani. Unajiuliza, jamani, mbona hii tatizo bado lipo kwenye maisha yangu, lakini mbona kama najisikia amani? Mbona huu ugonjwa ambao unanitesa, hii kansa mbona bado ipo? Hii HIV mbona bado ipo? Huu utasa mbona bado upo? Lakini kwa nini nasikia amani ndani yangu? Mbona ndani yangu najisikia furaha? Mbona ndani yangu najisikia faraja? Tatizo bado lipo lakini ndani yangu najisikia faraja. Hii inamaanisha kwamba roho yako inakuwa inajua ni kitu gani ambacho kimekwisha kufanyika kwenye ulimwengu wa kiroho tayari. Yaani wewe umekwisha kufunguka tayari katika ulimwengu wa kiroho. Tayari Mungu ameshakupa hatua nyingine. Na ndio maana unamwona hata Hana badala ya kuomba alisikia amani ndani yake. Alikuwa bado hajapata mtoto ambaye anaitwa Samueli, lakini ndani yake alisikia kama kuna mzigo ameutua. Ile amani ya kimungu, ile amani inayopatikana ni kana kwamba umekipokea kitu ambacho bado hujakipokea. Kama video hii mpaka hapa tulipofika inakubariki, basi unaweza ukalike pale ulipo. Dalili ya tatu ni kuhisi nguvu mpya kiroho. Unakuwa unahisi kama kuna nguvu mpya ambayo imeingia ndani yako. Unakuwa unahisi kama kuna jambo jipya limekwisha kufanyika tayari ndani yako. Yawezekana hiyo tatizo unalopitia siku ya leo, maskini ambao unapitia siku ya leo, ulikuwa umekuchosha sana.
hayo mahusiano ambayo ulikuwa nayo kwa muda mrefu ilikuwa imeshakuchosha tayari. Ulikuwa mpaka unaishiwa nguvu ya kiroho, unashindwa kuomba, inafika sehemu matatizo yanakuwa ni mengi, majaribu yanakuwa ni mengi, mpaka kuna muda unashindwa kuomba. Mpaka kuna muda unashindwa hata kusoma Biblia. Lakini unashangaa ghafla baada ya kutoka kuomba kile kitu ambacho ulikuwa unahitaji kutoka kwa Mungu, kuna nguvu mpya ya kiroho inaingia ndani yako. Unahisi kuna jambo jipya ambalo limekwisha kumbika tayari ndani yako. Unaanza kuamini vile vitu ambavyo ulikuwa unatamani Mungu aweze kufanyia ni kana kwamba vimetokea ingali bado havijatokea. Unaanza kuona mbona kama ni shwari. Unaanza kuhisi nguvu mpya. Unaanza kuomba tena vizuri. Unaanza tena kusoma neno la Mungu vizuri. Unapoona jambo la namna hiyo, jua kabisa kwamba wewe umekaribia kupata ule muujiza ambao ulikuwa unahitaji muda mrefu kutoka kwa Mungu. Sasa dalili ya 4 ambayo inaonyesha kwamba maombi yako yanakwenda kujibiwa ni pale ambapo lile jambo lilokuwa unaliomba muda mrefu kutoka kwa Mungu linathibitishwa na kinywa cha mtumishi wa Mungu. Kwa mfano, ulikuwa unatafuta mtaji kwa muda mrefu, lakini unapokwenda kwa mtumishi wa Mungu ili aweze kuombea, baada ya kuombea anakuambia kwamba hili limekwisha mwanangu. Hili jambo limeshakuwa sawa. Mtumishi wa Mungu anapokuwa anatamka hilo jambo, anapolithibitisha lile jambo ambalo ulikuwa unaliomba kwa muda mrefu kutoka kwa Mungu, anapothibitisha kwa kinywa chake ya kwamba huu maskini hautakugusa tena, hizi shida hautazipata tena. Kama ulikuwa unatafuta mtaji, anakuambia umekwisha kupata tayari. Kama ulikuwa ni mgonjwa, anakuambia wewe ni mzima tayari. Ndio maana hata maandiko yanatuambia kwamba kwa vinywa vya manabii na neno langu litathibitika. Na maana Mungu analithibitisha neno lake kupitia mtumishi wake ambaye unamsikiliza, kupitia yule mtumishi ambaye unamfuata. Kwani Eli alimwambia Ana kwamba Mungu na akupe hitaji la moyo wako. Unaona? Ni kwani Eli alikuwa anatangaza majira mapya juu ya Hana. Alikuwa anatangaza muujiza mpya juu ya Hana. Na muda sio mrefu tunakuja kuona Hana kwamba anapokea kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji kutoka kwa Mungu, ambayo ni mtoto. Sasa dalili ya 5 ambayo inaonyesha kwamba Mungu anakwenda kujibu maombi yako ni pale unapotoka kwenye maombi unakuwa unaona imani yako imeinuka ghafla bila kuwa na mashaka yoyote. Yaani kama ulikuwa unamwambia Mungu akusaidie kwa habari ya mtoto, akusaidie kwa habari ya uchumi, akusaidie kwa habari ya kazi, akusaidie kwa habari ya mahusiano, unashangaa baada ya kutoka kwenye maombi unaamini tu kwamba Mungu amekwisha kutenda tayari. Haujui hata mwenyewe kwa nini unaamini, lakini unashangaa tu ghafla imani inakuwa imepanda juu ya kile kitu ambacho ulikuwa unahitaji kutoka kwa Mungu. Imani yako inakuwa inainuka kwa ghafla kwa sababu inakuwa inajua ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea kwenye maisha yako. Na ndio maana hata Hana baada ya kuomba aliondoka akiwa anaamini, aliacha kulia kabisa. Aliamini ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa tofauti. Ni kweli nimekuwa nikienda madhabahuni kwa muda mrefu sana kuhusiana na hili tatizo, lakini kwa sababu nimesikia imani ndani yangu, lakini kwa sababu nimesikia furaha ndani yangu, basi mwaka huu ni mwaka wa tofauti kwangu. Mwaka huu nakwenda kupokea kile kitu ambacho nilikuwa nahitaji kupokea kutoka kwa Mungu. Na hii ya 6 ambayo inaonyesha kwamba maombi yako yanakwenda kujibiwa ni pale unapoona ule mzigo ile jambo lilokuwa unaliombea ni kama unaondoka, ni kama umepungua ndani yako. Unapopata dalili ya namna hii inaonyesha kabisa kwamba lile jambo lilokuwa unaliomba ndani yako limekwisha kuisha tayari. Roho Mtakatifu anashuhudia ndani ya roho yako kwamba ule mzigo ama ile shida ambayo ulikuwa unaiomba ni kama imekwenda kuisha tayari. Ndio maana hata maandiko matakatifu anasema kwamba Roho Mtakatifu naye hushuhudia pamoja na roho zetu. Ina maana ni Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako ya kwamba ule mzigo ambao ulikuwa unakusumbua kwa muda mrefu basi umekwisha kuondoka tayari. Yawezekana leo unadaiwa kodi, lakini baada ya kutoka kwenye maombi ghafla unahisi ule mzigo umeondoka. Ni kama ule mzigo umeutua. Hii inakuwa inaonyesha kabisa kwamba yale maombi ambayo ulikuwa unaomba kuhusiana na kodi yamekwisha kujibiwa tayari. Huenda Mungu na mtu anakwenda kumgusa na mtu huyu atatumika wewe kukusaidia kulipa kodi. Ama huenda Mungu anakwenda kugusa biashara yako siku ya kesho. Utauza sana kiasi kwamba utapata hata ile kodi ambayo ulikuwa unadaiwa. Ndio maana hata Hana kipindi ambacho anakwenda kuomba kwa habari ya mtoto alikuwa anahisi mzigo mkubwa sana ndani yake. Alikuwa anahisi uzito mkubwa sana ndani yake. Alipotoka kwenye madhabahu baada ya kuthibitishwa ile neno na kuhani wa Mungu ambaye alikuwa ni Eli, alitoka pale akiwa mwepesi kabisa. Alitoka pale akiwa halii, alitoka pale huzuni yake ikiwa imekwisha, alitoka pale akiamini kwamba Mungu amekwisha kumtendea jambo. Ule mzigo ndani yake uliondoka ghafla. Sasa ninapokwenda kuonyesha dalili ya 7 ambayo inaonyesha kwamba maombi yako yanakwenda kujibiwa. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike video hii mpaka pale ulipofika na inakubariki, basi unaweza ukalike mahali pale. Sasa dalili ya 7 ni kupata maono au ndoto ya kile kitu ambacho ulikuwa unakiomba kwa muda mrefu kana kwamba kinakwenda kukaribia kutokea kwenye maisha yako. Kwa mfano, kama ulikuwa unamwomba Mungu akupe ndoa, unaanza kuona harusi kwenye ndoto ambayo unaota. Ama muda mwingine kuna vita kubwa sana ambayo ilikuwa inaendelea kwenye maisha yako. Unaota ni kana kwamba unapanda mlima na mlima ule unaupanda mpaka juu na unafika kileleni. Hii inamaanisha kwamba huenda lile jaribu ambalo ulikuwa unalipitia kwa muda mrefu, basi Mungu amekwisha kwenda kujibu tayari. Basi Mungu amekwisha kwenda kufanya kitu tayari kwenye maisha yako. Na ndio maana unaanza kupata uthibitisho. Dalili ya 8 ni pale mtu ambapo unakuwa unapata furaha kabla hujaona matokeo ya kile ulichokuwa unakiomba. Kuna mtu mwingine unaweza kuwa uko mahali hapa, baada ya kutoka tu kuomba unaanza kuhisi furaha, au baada ya kutoka kuombewa unaanza kuhisi furaha. Kwa mfano, unaweza kuwa umeenda labda kanisani, siku hiyo labda unamwambia Mungu aweze kubariki uchumi wako, lakini unapotoka kwenye maombi unajikuta kwamba ghafla umepata furaha, lakini hujui furaha ile imetokea wapi. Mbona yale matatizo bado yapo? Mbona ule umaskini bado upo kwenye maisha yako? Sasa hii furaha inatokea wapi? Hii furaha inamaanisha kwamba kuna jambo ambalo unakwenda kulipokea tayari. Yaani yale majibu uliyokuwa unatafuta muda mrefu kwa habari ya maisha yako, basi unakwenda kuyapata. Na ndio maana roho yako inakuwa inapata furaha. Nafsi yako inakuwa inapata furaha. Roho yako inaona kabisa ule mzigo haupo. Unasikia tu furaha, unajisikia tu kushangilia. Umetoka kuombewa na mtumishi wa Mungu, unaona
Yaani mimi leo naona nimepona kabisa. Sasa baada ya kuona dalili hizi ya kwamba maombi yako yanakwenda kujibiwa, ni jambo gani unatakiwa kufanya? Ni kitu gani unachotakiwa kufanya? Jambo la kwanza, mshukuru Mungu kwa imani. Unaweza tu kumwambia Mungu asante kwa kuwa umekwenda kutenda. Asante kwa kuwa umekwisha kufanya tayari. Mungu, najua kwamba sijaona bado, lakini Mungu nasema asante kwa kuwa roho yangu kuna kitu umekwenda kupokea siku ya leo. Mungu nasema asante kwa kuwa maskini umeniacha. Mungu nasema asante kwa kuwa magonjwa yameniacha. Mungu nasema asante kwa kuwa shida zimeniacha. Jambo la pili utakalolifanya, tangaza ushindi kwa kinywa chako. Unakuwa una cement ule ushindi ambao umepata katika ulimwengu wa kiroho ili uweze kuja kwenye ulimwengu wa kimwili. Unakuwa unafanya muamala wa kutoa ule muujiza kwenye ulimwengu wa kiroho kuja kwenye ulimwengu wa kimwili. Watu wengi tunakwama hapa. Baada ya kuhisi dalili ya kwamba maombi yako yanakwenda kujibiwa, unakuta mtu anaanza kuongea maneno tofauti na kile kitu ambacho anakitaka kutoka kwa Mungu. Kwa mfano, mtu unaomba kazi kutoka kwa Mungu, na baada ya kutoka kuomba kazi umeanza kusikia furaha, umeanza kusikia amani, umeanza kupata dalili zote ambazo nimekutajia mahali hapa. Lakini unachokifanya ukitoka kwenye maombi unaanza kusema kwamba bana, unajua sasa hizi mtaani hamna kazi. Kazi hazipo siku hizi, ajira hazipo sasa hivi. Wewe unaongea vile, unaona kitu cha kawaida, lakini kumbe unapingana na ule muujiza ambao unakwenda kupokea. Unapingana na yale majibu ya maombi ambayo yanakwenda kutokea kwenye maisha yako. Na jambo la tatu na mwisho la kufanya ni kuendelea kusimama katika imani. Unapokuwa unahisi kwamba muujiza wako unakwenda kutokea, endelea kusimama kwa imani. Imani yako isitetereke hata kama mazingira yanakwambia nini. Unaziona dalili hizi, lakini mazingira yanakwambia kwamba muujiza huo utakuja kutokea. Endelea kusimama kwa imani ile ile ambayo ulikuwa nayo mara kwanza ulipokuwa unaomba. Kama umebarikiwa na mafundisho haya na umejifunza kitu, basi andika pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Kama unahitaji maombi, ushauri ama namna gani ya kuweza kufika kanisani kwetu, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen yako. Au pia kama unatamani niweze kuunganisha kwenye group letu la WhatsApp la maombi, unaweza ukachukua namba hiyo hiyo na ukatuma message yako kwa WhatsApp ukaandika neno niunge. Na muda huu tumefikia mwisho wa mafundisho haya. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya huwa wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike, basi unaweza ukalike video hii. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen.